yule ambaye haijui ilmu wala hana uzuri nayo na akawa anafurahia idha nusiba ilayhi wakafa biljahli dhamman, na inatosha ujinga kwa ni kitu kibaya, an yatabarraa minhu man huwa fihi, kujinasua kujitoa katika huo ujinga yule ambaye yumo ndani ya ujinga. Kasema si mjinga bana, japo sijasoma. Hii inatosha kwamba yeye yupo katika jambo lilokuwa baya ambalo ameliacha jambo la khairi la kutafuta ilmu. Kadhalika ndugu zangu, katika yale ambayo yenye kuonyesha nafasi ya ilmu katika dini ya Uislamu ni zile manasib na alwilayati, nafasi na sehemu za kuongoza ndani ya Uislamu. Panatazamwa al-a'lam wal-atqa, nani mwenye ilmu zaidi, nani mwenye uchaji zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, awasalishe watu awaongoze watu yule ambaye mwenye kukisoma zaidi kitabu cha Allah. Kwa hiyo tukitafuta imam katika msikiti wetu hatumtafuti kwamba huyu kaja zamani alikuwemo mwanzo tulipopambana. Tunamtafuta mtu mwenye ilmu, anayejua kuisoma Qur'ani, aliyohifadhi kuliko wengine, ndio tunampa nafasi hiyo. Na hii ndiyo da'wa ahli sunna. Hapewi mtu kwa sababu baba yake nafasi yake ilikuwa ni hii, au huyu bwana toka sasa tafuta kiwanja alikuwa yuko mbele katika mambo haya, kwa hiyo inabidi tumpe yeye. Amna habari hizo. Aqra'uhum likitabillah. Huyo mwingine hapewe kazi ya kusafisha mafeni, apewe kazi ya kusafisha vyoo au adhini kama anaweza, lakini atatizamwa kwanza yule ambaye mwenye kutangulia zaidi katika usomaji wa Qur'an na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yataja baada ya hapo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ad-dunya mal'una, dunia yote imelaaniwa, mal'unu ma fiha, vimelaaniwa vyote vilivyomo ndani yake, illa dhikrullah, isipokuwa kutajwa Allah, wama wala, na yale ambayo tumpeleka mtu katika kumtaja Allah, au aliman au mutaalliman, au mwenye kujifunza, au alim somi, au mwenye kujifunza. Hawa ndio ambao hawakulani. Siku moja anataja al-Khatib katika sharafu ashabi al-hadith, anasema siku moja bedui mmoja alipita kwa Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud kana yuallim wa yuhaddith tullabahu wa hum hawlahu, akisomesha na akiwatolea hadithi wanafunzi wake wakiwa wamemzunguka, wakiwa wamejtamiun, wamemzunguka. Pale pale bedui akasema alama ijtama'u haula, hawa wamekusanyika kitu gani? Kuna kitu gani pale sasa hivi? Sasa hivi ukiona watu wamekusanyika unajua kuna mpira. Kama ufuatilie mpira, siku ambayo watu wamekusanyika wamekaa kwenye matelevisheni barabarani, unajua siku hiyo ndo kuna ufisadi wa mpira unachezwa, au kuna ugomvi wa siasa, au kuna jambo la kipumbavu. Lakini watu wakusanyike katika maeneo ya kheri. Ukiona wamekuja misikitini watu, basi pia wameambiwa kuna filosofi ya kidole au ya kucha, au falsafa ya kutia uzu mara 5. Anakuja mtu mbabaishaji, hana elimu ya dini wala ya dunia, alafu anawadanganya watu. Watu wanafurahi, wanapenda. Au siku hizo watu wanopenda zaidi mada za ngono. Yani kuna mashehe kazi yao ni kuzungumza mada za ngono tu, namna ya kumfanya mwanamke, namna ya kutazama, sijui kiuno kiwe hivi, mambo yawe hivi. Maidha ya leo imefika wakati hata mtu kusikiliza mtoto wake hawezi, kwa ule uhuni na saraha ya mambo ambayo yenye kuwekwa wazi, ambayo yanapingana na ile jauhari ya dini ya Uislamu. Uislamu upo katika sura hiyo wala namna hiyo. Sasa akauliza hawa wamekusanyika kitu gani? Akamwambia ala mirathi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaktasimunahu bainahum, juu ya urithi wa mtume wakigawana wao kwa wao. Kwa hiyo ilmu hii ambayo inasomeshwa watu wakajitolea kwa kutafuta radhi ya Mola wao, huu ndo urithi wa mtume. Usikae maskani ukakaa sokoni watu wanagawana urithi, wewe huna habari, unasubiri TV au unasubiri taarifa habari, au unasubiri upumbavu ambao haujakudufaisha miaka yote iliyopita, wala haukunenepeshi wala haukusaidii katika dunia yako, achilia mbali akhira yako. Anasema Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma a'rifu shay'an afdal min talabi al-hadith, wa qala la a'lam ba'da an-nubuwah afdal min bath al-ilm.
anasema sitambui kwamba kuna kitu bora zaidi kuliko kutafuta hadithi, maana kutafuta ilmu, na wala sitambui mimi kwamba kuna kitu baada ya utume bora kuliko kuieneza ilmu, bora kuliko kuieneza ilmu. Na maneno mengi wanavyoni wanazungumza juu ya fadhila za ilmu na nafasi ya ilmu na yale ambayo kupatikana katika ilmu, na wala sisi hatupo katika mlengo wa wale ambao wenye kujikita zaidi katika ibada wakaacha ilmu, bali sisi da'wa yetu inahimiza watu kusoma na kufanyia kazi alilmu wal-amal, wala hatughuriki na yale ambayo yenye kufanywa na baadhi ya watu katika juhudi mbalimbali ambazo zimeweka nyuma nafasi ya ilmu, zimeweka nyuma nafasi ya ilmu. Kadhalika moja katika fadhila zake ambazo zitatufanya sisi tuliendee jambo hili kwa juhudi na himma, ulul himma, himma ya juu katika kuitafuta ilmu, ni kufahamu ya kwamba thimar al-ajila fi dunya, kuna matunda ya haraka katika dunia yanapatikana kwa sababu ya kutafuta ilmu. Kule mtu akiwa na ilmu, basi Allah anamnyanyua daraja mtu yule, kama alivyosema Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua wale ambao walopewa ilmu miongoni mwenu nyinyi, walioamini miongoni mwenu nyinyi, na wale ambao walopewa ilmu anawanyanyua daraja. Haya ameyataja al-Imam Muslim alipokuwa akitaja at-Tufail, Abu Tufail, kwamba Nafi' ibn Abd al-Harith, Nafi' ibn Abd al-Harith alimwendea Umar ibn al-Khattab katika sehemu moja inaitwa Usfan, na Umar alikuwa amemtawalisha yeye katika mji wa Makkah. Faqala lahu Umar alipofika akamuuliza, man ista'malta ala ahli alwadi, wewe nimekuweka ukae katika mji wa Makkah, umeondoka umenijia mimi huko katika sehemu ya Usfan, nani ulomwacha kiongozi katika alwadi, maana katika hiyo sehemu ya Makkah? Nafi' akasema ista'maltu alaihim ibn Abza, nimewaachia kiongozi wao mtu ambaye anaitwa ibn Abza, ibn Abza. Faqala Umar, man ibn Abza? Umar anamuuliza ni nani huyu ibn Abza? Faqala rajulun min mawalina, akamwambia huyu ni mtu katika watu ambao walikuwa watumwa kisha tukawaacha huru. Qala Umar, istakhlafta alaihim maula. Umar anamwambia vipi umemwachia wao kiongozi wao awe ni mtumwa, mtu ambaye amepata yani ametoka katika utumwa, maula umewapa ndo kiongozi wao? Akamwambia Nafi' innahu qari'u likitabillah alimun bil fara'id, huyu ni msoma kitabu cha Allah tena mwenye kujua ilmu ya mirath. Faqala Umar akasema, ama inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wenu amesema, inna Allah yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin, Allah atawanyanyua kitabu hichi watu na wengine atawaweka wapi? Atawaweka chini. Kwa hii Qur'an kuna watu atawanyanyua na atawapa daraja, na kuna wengine atawaweka chini, kwa sababu Ata ibn Abi Rabah alikuwa ni mtumwa aswad limra'atin min ahli Makkah, na ile jambo ilikuwa Waarabu kwa hana nafasi mtu, lakini kwa Qur'an, kwa kitabu cha Allah azza wa jalla, basi Allah akawanyanyua au akamnyanyua mtu huyu. Kwa hiyo hii ni ishara ya khairi ya kwamba mtu yoyote atakayelipa kipaumbele jambo la kutafuta ilmu ya kisheria, akautoa muda wake yeye na kizazi chake, basi Allah atawakunjulia mambo yao, na kadhalika Allah azza wa jalla atawapa utukufu katika dunia yao na baraka. Kadhalika katika yale ambayo yenye kututia hamasa kuliendea jambo hili la kutafuta ilmu ya kisheria ni kufahamu kwamba fadlul ilmi ahsan min fadli al-ibada, fadhila ya elimu ni bora mno kuliko fadhila ya ibada. Nafasi ya elimu ni bora mno kuliko ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadli al-ibada, ubora wa ilmu napendeza zaidi kwangu mimi kuliko ubora wa ibada. Katika riwaya nyingine imekuja fadlul ilmi khairin min fadli al-ibada, fadila za ilmu ni bora kuliko fadila za ibada. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema, la an ata'allama baban min al-ilmi, mimi kujifunza mlango mmoja tu katika milango ya ilmu, fa uallimuhu musliman,
kisha nikamfunza mlango huo nilojifunza muislam, ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kulliha, inapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kuwa dunia yote ni yangu mimi, fi sabilillah, nikaitoa katika njia ya Allah. Kadhalika anasema al-Imam az-Zuhri, ma abida Allah bi shay'in afdal min al-ilmi, hakuabudiwa Allah azza wa jalla kwa kitu ambacho ni bora zaidi kuliko kutafuta ilmu. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika mukaddima ya al-Majmu' akasema, wal hasil annahum muttafiquna ala anna al-ishtighal bil ilmi afdal min al-ishtighal bi nawafil as-sawm was-salat wat-tasbih. Na jambo lilokuwepo wanavioni wameafikiana kwamba kushughulikia ilmu ni jambo lilokuwa bora zaidi kuliko kushughulikia funga za sunna na sala na tasbihi na mfano wake. Kwa hiyo hii ni ishara ya wazi kwamba jambo la kutafuta ilmu ni bora mno kuliko ibada ambayo mtu anaifanya pasina ilmu, bali hiyo kutafuta ilmu yenyewe ni ibada, na hii ni katika ajallul ibadat. Dhirar ibn Amr rahimahullah kuna maneno mazuri sana alikuwa anayazungumza haya kuwatoa wasiwasi wale ambao wamepatwa na fikra za kisufi au za kitablihi, wakaona muda mwingine bwana hiyo ilmu ndio inampa mtu kiburi, wala hakuna haja ya kuwa na ilmu ndio kufanya da'wa, mtu akaona bora ajikite katika ibada. Anasema rahimahullah, inna qauman taraku al-ilma wa mujalasat ahli al-ilmi, watu waliacha kujifunza ilmu na kukaa na watu wenye ilmu, sallu wa samu hatta bali yajildi abadanihim ala amaha, wakawa na sali na kufunga mpaka ngozi zao zilianza kukomaa, wa khalafu sunna fahalaku, wakaenda kinyume na sunna wakaangamia. Walladhi la ilaha ghairu ma amila amilun bi'amalin ala jahl, hakufanya amal mtu yoyote mwenye kuifanya amal akiwa ni mjinga katika amali hiyo, illa kana ma yufsid akthara mimma yuslih, isipokuwa huwa anavyoharibu ni kukubwa zaidi kuliko anavyotengeza. Tunaweza kuona kwamba mimi najitolea, mimi nafanya, mimi natenda, lakini ala jahl, hutaki kusoma, hutaki kubadilika, na kwa kuwa ushakaa na baadhi ya walimu, wewe ushakuwa shehe na unasimama unazungumza, wala huna hofu katika hilo, na bado hali ya kuwa ni uwezo mdogo. Kwa hiyo haya ni madhara yanayopatikana hasa kwa wanaharakati, wanakuwa wanajisukuma kuyazungumza mambo ya kiilmu bila ya kuwa na uhakika wa yale ambayo wako nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, nasaha zetu ni hizi ya kwamba jamani, khairi hii imetujia katika miji yetu, katika huu mkoa. Sasa hivi masha Allah, kanda ya ziwa ukitembea, kila unapopita kuna kituo, khairi zimeenea. Lakini durus miskiti inalia, yani ule muda wa darasa ndo watu wanajitia ubize, yule mara kachelewa, yule mara kaja. Hakuna adabu za kutafuta ilmu, hakuna taadhimu ilmu. Mwalimu anakuja kuti watu wale, almuhimu nakuta majanga na mabalaa kila mmoja. Unajua sasa hivi na wake watatu, kwa hiyo maisha magumu, hali ngumu. Kwa hiyo kuacha kwako ilmu ndio hali itakuwa nyepesi. Tuweni wa kweli katika jambo la kutafuta ilmu, tuweni wa kweli, tukaeni tusome na tutoe juhudi kubwa katika jambo la kuiwezesha ilmu. Jamii iliyotuzunguka ina haja ya kuokolewa na balaa la uhizbia, la ujinga, la bid'a na usufi na ushirikina uliobebwa na baadhi ya watu wenye muonekano wa sura za dini, hali ya kuwa ni matapeli na waongo na wajanja katika wanaoyafanya. Da'wa salafia ndio da'wa ya pekee inayomwambia mtu wewe asabta, yule ambaye alosibu, na itamwambia akhtata lilmukhti. Kwa hiyo lazima tulazimiane jambo hili na tukae katika njia ya usawa, na tufahamu ya kwamba tutaenda kuulizwa mbele ya Allah azza wa jalla, na tufahamu hii ilmu ni bora kuliko hata mali. Ilmu hii ni bora kuliko hata mali, bora kwa mara nyingi kuliko hata mali. Kwa hiyo ndugu zetu, Allah hifadhi, Allah barik. Sisi nasaha zetu kubwa ni hizo, na kiukweli mimi sikuwa nimekuja Shinyanga, wala sikuwa na plani ya kuja Shinyanga. Mimi nilikuja Igunga pale kuna kituo kipya kimeanzishwa, ilikuwa na ahadi ya muda mrefu ya ndugu. Kwa hiyo nimeenda pale nikaambiwa kuna protocol mpya kanda ya ziwa,
ukija kituo kimoja nenda kituo kingine. Sasa protocol hii nitakameni ivunje, lakini imekuja khairi hiyo. Tumeenda Nzega, tumekuja hapa, insha Allah ratiba iliyotolewa itafanywa tasihi kidogo, kwa sababu sehemu ni nyingi za kwenda na muda unakuwa ni mdogo, lakini alhamdulillah tumekuja kuona ndugu zetu na tunafurahi mashallah. Vituo vinaendelea na walimu wapo na wanafunzi, maana imekuwa khairi. Mtu akitoka huko amepata riziki yake kuipata hapa, basi viko vituo, kuna walimu. Na wengine walikuwa wanaenda katika maeneo hakuna hata salafi mmoja, unajua peke yako kama Shia vile katika baadhi ya maeneo, lakini alhamdulillah sasa hivi mashallah. Sasa hivi nabakia ni juhudi yetu sisi kukaa na walimu, kukaa na wanafunzi, kutoa muda wa kusoma na kusomesha familia zetu. Kwa hiyo wallahi sisi tumefurahi, tumefurahi kuja katika mji wetu wa Shinyanga. Mimi hapa si mgeni, mimi ni mwenyeji, kwa hiyo hata nikija sitaki kukaa siku chache, lakini ratiba hii ambayo imetajwa inshallah tutaifanyia kazi, lakini itakuwa na mabadiliko kidogo, na tunamwomba Allah azza wa jalla bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuwafikishe katika khairi na asimamie ndugu zetu, walimu zetu ambao wanasimamia marakiz hizi, awape khairi na wanufaishe umma kupitia kwao, na sisi atupe ikhlas na ujira kwa haya ambayo tuliyosikia na kuyasema. Wallahu almuwaffiq, wallahu a'lam, wa barakallahu fikum. Tumemaliza, si ndio? Hamna maswali?